Habari ya leo ndugu zangu. Kuna jambo moja tu ambalo ninataka kulizungumzia na hasa liwafikie viongozi wanaoendesha mabasi ya mwendo kasi kule Dar es Salaam. Tarehe 12 mwezi wa 9 2025, kwa maana ya mwaka huu, tulisafiri kwenda Dar es Salaam tokea huku Dodoma kwenda Dar es Salaam. Tulifikia Kimara Baruti tarehe 13, kesho yake, kwa maana siku ya Jumamosi. Mimi na wenzangu wawili tuliona tutembelee maeneo ya St. Joseph kule na maeneo ya huko Kariakoo. Kwa hiyo tukasema basi tuchukue mwendo kasi. Sasa tatizo ambalo nililiona na lilinikera, na kama Mtanzania niliona ni jambo baya la usumbufu kwa abiria, na nikahisi kuna wizi wa mapato ya serikali, hasa kwenye jiji la Dar es Salaam, kwenye kitengo hicho cha mabasi ya mwendo kasi. Tulipokwenda kwenye kituo cha kwanza, kwa sababu hatukupata gari haraka la moja kwa moja mpaka tunakokwenda, kwa maana ya St. Joseph kule, kwa maana ya Kariakoo tuseme, maeneo ya huko hatukupata. Kwa sababu muda ulikuwa umeenda, tuliona kwamba tusogee, tuchukue lolote litupeleke mbele, tushuke, kwa sababu ili naelekea sehemu nyingine, tushuke tuachane nalo, tusubiri lingine ambalo litatupeleka mpaka tunakokwenda. Kweli tukakata tiketi kwenye kituo chetu cha kwanza, kwa kuwa tulipanda mabasi mawili tofauti. La kwanza ilikuwa linaenda sehemu nyingine, na la pili ndilo ambalo tulipata na tupeleka wapi? Na kupeleka tunakokwenda. Sasa kwenye kituo kile cha kwanza tulikatiwa tiketi ya shilingi 800. Hatukuwa na kile cheti, sisi hatuna ile kadi, wana kadi hatuna sisi hiyo kadi. Kwa tulikatiwa kwa shilingi 800. Kwa bahati mbaya yale makaratasi nilishayatupa. 800 tukapanda tukaondoka bila shida yoyote. Tukaenda kushuka kituo ambacho tunapaswa tena tukate ama tusubirie tukate tiketi nyingine, ambayo hiyo gari litakuja la mwendokasi litupeleke Kariakoo. Hapo ndipo tulipokutana tena kigingi. Sasa kigingi ambacho kimenipelekea niweze kuliweka hadharani jambo hili. Tulipokwenda kwenye kichumba cha kukatia tiketi, yule bwana akasema, kwa kuwa nyinyi hamna hiyo kadi, muende kwa wale wanawake pale wamekaa kina dada wawili hapo kwenye sehemu pembeni hapo, karibia na sehemu ya kupitia kwenye yale mavyuma na kuingia kwenye sehemu ya kukaa na kusubiria mabasi yaje. Tulipokwenda pale kwa wale kina dada, wakawa hatuelewani. Wanataka kadi. Tukamwambia kadi hatuna. Tukatieni tiketi, mbona tumekata kule kwa shilingi wanasema ni 1100. Kasema 1100 na risiti nini, kadi shilingi ngapi? 1100. Kaambia basi tupeni kadi hizo, tuweze 1100, tupeni hiyo kadi.
wale wakina dada wakasema kadi hatuna. Lakini kabla ya kufika hapo tusema, mbona kule nyuma tulikata kwa shilingi 800? Mbona nyinyi mnatupandishia mpaka 1000? Wakasema hao hapo watakuwa waliwaibia sio nini na nini, sio waliodanganya, sio kitu gani na kitu gani, lakini ni 1000. Kasema na kukata nini kadi 1000. Kasema basi chukueni hela, tupeni kadi. Wakasema kadi zimeisha. Kwa sasa tunafanyaje? Sasa mimi nikasema tusipigizane kelele nao, tusipoteze muda, tukawapa hiyo 1000 tufungulieni. Sasa huyo dada akaenda kwenye kuchukua sio kadi hiyo ya kuja kutufungulia, lakini matokeo yake hakwenda kule, akaomba mtu mwingine baki atufungulie, kwa akatufungulia. Lakini wakati tumeondoka pale hatukuangalia kwa makini. Baada ya kutoka pale tumeingia kwenda kuangalia ile kadi nini, ile tiketi imeandikwa 800. Sasa nikawaambia wale vijana nilikuwa nao, kama hizi kadi ametukatia, tumetoa 1000, lakini ametukatia imeandikwa 800. Manake nini? Ametuibia huyu. Kwa hiyo sasa nikawaza nikasema, ni wangapi wanaibiwa kwa namna hii, lakini ukweli uko wapi? Wanauli. Lakini pia kuna udhibiti gani ambao upo katika kwenye swala zima la fedha za tiketi ambazo watu wanakata tiketi, ambapo ni mradi au ni mali ya umma, umradi sijui ni wa binafsi sio ya nini, lakini bado watu wanakula zile pesa. Sasa nimeona niseme namna hii, jambo hili sijui kama kuna watu walishalifikisha jambo hilo, waliligundua hii changamoto, au hawajaigundua, ama wamezungumza na kuzungumza lakini hawajasikilizwa, sijui. Lakini hiyo ndiyo hali halisi ambayo mimi na wenzangu tulikutana nayo Dar es Salaam. Sasa viongozi mnaohusika mulisikie hili, na nyinyi ambao wataalamu wa masuala ya media, masuala ya mitandao kama hii ya kijamii, fanyeni utaratibu hii clip hii iwafikie wanaohusika, kwa sababu wafuatilie vizuri. Mimi sio mwenyeji wa Dar es Salaam, sielewi mambo mengi, lakini kero hiyo ilinigusa sana. Nikajiuliza, nikasema tuna uhuru wa kuongea, tuna nafasi ya kutoa mawazo yetu ili yaweze kufanyiwa kazi. Na sasa kama kutakuwa na makosa, kwa sababu sasa hivi makosa yamekuwa ni mengi, hata ambalo sio kosa inaonekana ni kosa, basi lakini afadhali tumesema haya, basi kama ni makosa basi yawe ni makosa, lakini afadhali tuzungumze ukweli ambao unaleta tija, sababu haiwezekani tukaona kuna udhaifu fulani mahali fulani tukanyamaza. Hapana, kwa sababu tumefika mahali pabaya kutaka watu wasiongee yanayokwenda vibaya. Kila kitu tuseme tu ndio kila kitu ndio. Hapana, tutaweza kufanya kwa namna hiyo, na hatutajitendea haki sisi wenyewe katika nchi yetu na Watanzania wenzetu, na hata watu kwa Mungu hatutakuwa tumetenda haki tunapokuwa tunadanganya mambo, kuona jambo linaenda ndivyo sivyo, alafu tunasema liko sawa sawa. Kwa hiyo hilo ndio nitaka niliweke hapa bayana. Basi ikiwezekana, ninyi ambao ni wataalamu wa mambo haya, mulisogeze kwenye mitandao mingine huko itakayoweza kuwafikia viongozi wanaohusika na masuala haya ya usafiri wa mwendo kasi, wajaribu kufuatilia. Sasa nipendekeze mambo mawili. Jambo la kwanza, wahusika pangeni safu, tegeni mtego, au fanyeni utafiti
kwa kutuma watu ambao hawajulikani na hao watu, yaani watu ambao si rahisi kufahamika. Mnaweza mkawatafuta akina mama tu, akina baba au vijana fulani waaminifu, wakatembea mahali fulani, wakatembea kwenye hizo kona zote, wakajaribu kufuatilia kuona changamoto zilivyo na wachukuliwe hatua ambao wanafanya mambo haya. Cha kwanza. Lakini cha pili, bandikeni basi nauli za kutoka wapi mpaka wapi ni kiasi gani, ili watu wapate pale kuelewa, kuliko hao wanasema usiu ni na nini haieleweki, utasoma wapi? Halafu wekeni na namba za wahusika ili watu wanapopata kero waweze kuongea na wahusika, aweze kufikisha kiurahisi changamoto kama hizo ambazo zinajitokeza. La sivyo basi watu wanaenda kupata shida au wengine wananufaika, na pia serikali haiingizi mapato yake, kwa sababu mapato yanafujwa kwa mtindo kama ule. 200 ni nyingi sana, mtu anaweka mfukoni tangu asubuhi mpaka jioni, amekula wangapi? Kwa hiyo ili ninawashauri muweze kufanyia kazi mnaohusika na masuala haya. Mungu awabariki sana.